dhihirisho la ufalme wa Kristo ni nyekundu. Hata ile siku ya Yesu Kristo mfalme ambayo ndio inayo ufunga mwaka wa kanisa, mara nyingi mwishoni mwa Novemba kabla ya kuanza mwaka mpya wa kanisa, huwa ni nyekundu. Sasa leo anazikwa halifa wa huyo mfalme Kristo. Kwa hiyo kwa lugha ya kawaida na penda kutumia lugha ya bara. Ndio. Kwa hiyo rangi nyekundu manake ina ishara pia mamlaka na ukuu. Ndio. Na ndio maana hata katika sasa mwadhimishaji mkuu anatupeleka kwenye sala inayoitwa collector baada ya komunyo, sala ambayo inafanya majumuisho ya ile liturujia ya Ekaristi. Tulisema kuna sehemu kuu mbili za liturujia kwenye misa. Liturujia ya neno ambayo ilipoisha tukasema sasa tunaingia kwenye liturujia ya Ekaristi. Sasa tunahitimisha liturujia ya Ekaristi, tunakwenda mwishoni kabisa maadhimisho ambapo kwa mujibu wa liturujia itasomwa sijajua utaratibu umekwaje, labda kunaweza kuwa na matangazo maelekezo kidogo, lakini kwa misa kubwa kama hivi si rahisi kuwa na maelekezo mengi ya nje. Itasomwa, inaitwa sala ya buriani, ambayo ni kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa marehemu wakati wa misa. Na amesogea pale kwenye jeneza kabisa. Sasa inakwenda sala ya buriani ambayo sasa ndio ya kumuombea, na baada ya sala ya buriani kimsingi ingekuwa ni misa ya marehemu wa kawaida kwenye watu wachache, ingefuata kutoa heshima za mwisho. Lakini tunakumbuka heshima za mwisho zilianza kutolewa hata kabla kwa sababu ya wingi. Kwa hiyo baada ya hapa tunatarajia baada ya sala ya buriani ama yeye peke yake au wale waadhimishaji wenza wachache, inawezekana hasa wale wawili wa kulia na kushoto kwake, wakatoa heshima za mwisho kwa kupiga chetezo. Na baada ya hapo yatapaswa kufuata, kama hakutakuwa na kitu kingine cha ziada kitawekwa, yatapaswa kufuata maandamano kuelekea mahala pa maziko. Kinachoendelea mbalimbali na waumini wanakuwa wanaitikia utuombee. Watakatifu mbalimbali naitwa litania katika mtiririko mahususi ambao ni moja ya taratibu za kanisa Katoliki, na hawa ni mashemasi. Hatua moja kabla ya kuwa padre wako katika utaratibu ule kuelekea kwenye daraja la upadre, lakini nalo shemasi au kuwa shemasi au shemasi nalo ni daraja katika utaratibu ule wa kanisa Katoliki. Tunasoma litania
Cathedral Vatican. Na litania ni aina maalumu ya sala katika kanisa Katoliki ambayo ina mtiririko wa kiitikizano ama kimoja au vitikizano vichache vinavyojirudia rudia kwa nafsi au sifa tofauti na mbalimbali zinazorejewa katika kuomba. Kwa mfano, litania ya watakatifu wote ambayo husaliwa katika nyakati chache, zikiwemo wakati wa ubatizo, kwenye misa ya ubatizo ambapo wanabatizwa watu wengi, lakini hasa kwenye vijiria ya Pasaka, ile misa ya mkesha wa Pasaka, lakini siku yoyote wakati wa kupadrishwa, wakati wa kuwekwa daraja. Hawa sasa ni wamonaki. Hawa ni watawa wa aina mashirika maalumu ya kitawa wanaoishi katika mazingira na nyumba maalumu za kitawa, na picha labda itarejea, lakini kwa wingi wao